Yaani kitendo cha kutuletea wanajeshi wa Uganda Tanzania ni kututukana. Yaani mama Samia ni kutukanisha jeshi letu. Hayo ni matusi ambao wanajeshi natakiwa mjibu. Unatuletea wanajeshi wa Uganda Tanzania. Wa Tanzania hao lazima wawe halali yetu. Yaani hao lazima wawe halali yetu. Hapo watatuambia sheria gani ili waruhusu wao kuingia nchini kwa watu kusimamia uchaguzi wa nchi ambazo wa nchi ya watu ikiwa basi haiwahusu. Mtatuambia tutafanya msako, mtatuambia na mtaondoka mkiwa maiti. Naam, mtazamaji wangu, natumai mzima na buheri wa afya popote pale ulipo. Kwa mara nyingine karibu tena katika YouTube channel yetu. Naam, mtazamaji wangu, moja ya taarifa inayozidi kugonga vichwa vya habari hivi sasa ni kutokana na maafisa wa kijeshi kutoka katika Jamhuri ya Uganda ama taifa la Uganda kuwasili katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, hatua hii imeweza kusababisha vijana Gen Z kuwa na hasira kwa jambo hilo la maafisa wa kijeshi kutoka katika taifa la Uganda na kuingia katika Jamhuri ya Tanzania. Je, ni kipi kinachozidi kusababisha hatua kama hiyo kufanywa na viongozi wa serikali ya awamu ya 6 huku uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 ukiendelea kusalia kukaribia, ambao umeratibiwa kufanyika tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025. Mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, itakuwa vema iwapo utaweza kuchukua sekunde yako moja kwa kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Pia ni vema iwapo utaweza kulike na kulike video zetu ili YouTube moja kwa moja iweze kusuggest video hii kwa wale wote wanaozidi kufuatilia siasa za Jamhuri ya Tanzania. Naam, mtazamaji wangu, moja sababu ambayo itakuwa imechangia pakubwa kwa uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6 kuomba maafisa wa kijeshi kutoka katika Jamhuri ya Uganda na waweze kuwa katika Jamhuri ya Tanzania. Moja ni kuimarisha usalama wa mipaka ya Tanzania, jambo ambalo wengi wanalifahamu na sio jambo geni. Ila mtazamaji wangu, kuna hoja ya pili, kupambana na ugaidi wa kikanda ADF pamoja na Al-Shabaab pamoja na NK, ambapo hilo pia sio jambo geni. Ila katika hoja hii ya 4 ama hoja 3, kwanza kuimarisha uhusiano wa kijeshi kati ya East Africa. Mataifa ya East Africa yapo na ushirikiano katika sekta za kijeshi, ambapo iwapo taifa lolote lile kutoka East Africa litakuwa na changamoto, basi majeshi wataweza kuungana kutatua suluhisho. Ila kizaazaa kinatokea katika hoja ya 4, kuzuia machafuko kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na mtazamaji wangu, hoja hii ndiyo hoja ambayo Gen Z wanazidi kukashifu na kutokuwa tayari kwa maafisa wa kijeshi kuwepo katika Jamhuri ya Tanzania kipindi na wakati ambapo watakuwa wakifanya maandamano, wakati ambapo kura zimeweza kuandaliwa kufanyika tarehe 29 mwezi huu wa 10 mwaka 2025. Mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, vijana Gen Z hivi sasa wanaamini kwamba dhumuni na sababu kuu ya maafisa wa kijeshi wanaozidi kutoka katika Jamhuri ya Uganda kuimarisha ulinzi ni jambo ambalo serikali ya awamu ya 6 inazidi kuhusika. Kwani mtazamaji wangu, kwa njia moja ama nyingine, sote tunafahamu kwamba itakapofika muda wa kupiga kura, ni kweli maafisa wote wa polisi lazima wataweza kushiriki katika zoezi hili. Sasa swali litaweza kuwa, je, ni nani ambaye ataweza kuimarisha ulinzi? Na mtazamaji wangu, hapa ndipo ambapo sababu inazidi kujitokeza wazi ni kwa nini uongozi mzima wa serikali ya awamu ya 6 na viongozi wakuu wa chama cha CCM wapo mbioni kuleta majeshi kutoka katika Jamhuri ya Uganda ama taifa la Uganda ili waweze kushikilia nafasi za maafisa wa polisi watakaokuwa wakipiga kura. Na mtazamaji wangu, haya yote yameweza kusababishwa na vitisho vya vijana wa Gen Z ambao wapo mstari wa mbele kudai kwamba wataweza kuandamana kwa njia moja ama nyingine ili marekebisho waliokuwa wameweza kuahidiwa
yaweze kufanyika. Na mtazamaji wangu, ni kweli ukijaribu kuangalia maafisa wa polisi kipindi na wakati ambapo kama kweli watakuwa wakipiga kura, kutokana kuwa ni sheria kwa afisa yoyote yule wa polisi aweze kuwa mfano bora kwa shughuli ama katiba, kufuata sheria za katiba. Na kwa kuwa upigaji kura ni moja ya jambo la msingi katika katiba ya Jamhuri ya Tanzania, basi wataweza kupiga kura, ila ni nani ambaye ataweza kusimama katika nafasi zao kipindi na wakati watakapokuwa wakipiga kura. Na hapa ndipo ambapo ukweli unazidi kuibuka kuhusiana na maafisa wa kijeshi kutoka katika Jamhuri ya Uganda kuwa katika Jamhuri ya Tanzania. Vile vile mtazamaji wangu, tunafahamu kwamba hakuna uhusiano mwema vile katika kambi ya kijeshi. Baadhi ya wanajeshi wanaozidi kusimama na Captain Tesha na baadhi ya majeshi kusimama na uongozi mzima wa serikali ya awamu 6, na wanaozidi kusimama na Captain Tesha ni wale wanaozidi kuonekana kusimama na vijana Gen Z katika maandamano ya kupinga uongozi mzima wa serikali ya awamu 6 kutorejea afisini ama mamlakani kwa mara nyingine kuongoza serikali ya awamu 6. Kunradhi, serikali ya awamu 7, jambo ambalo linaonekana wazi kwamba kama serikali ya awamu 7 haitakuwepo baada ya uchaguzi mkuu, jeshi ndilo ambalo litaweza kuchukua usukani, hatua ambayo haipo sawa kabisa kwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan na viongozi wengine wote wa chama cha CCM ambao wapo mbioni kwa ajili ya kurejesha viongozi waliokuwa katika serikali ya awamu 6 kwa mara nyingine waweze kuongoza serikali ya awamu 7. Mtazamaji wangu, hatua hii imeweza kusababisha Watanzania wengi kuuliza maswali na hata kutaka kujua ni kwa nini mipaka imeweza kuachiwa huru. Mbona uongozi mzima wa serikali ya awamu 6 hauzungumzii swala la maafisa wa kijeshi kutoka katika taifa jirani la Uganda kuingia katika Jamhuri ya Tanzania? Sio kama kuna any emergency ama jambo la dharura linalozidi kuhitaji kukabidhiwa na maafisa wa kijeshi, ila sababu kuu ni kwamba kipindi na wakati ambapo maafisa wa kijeshi wa Tanzania watakapokuwa wakipiga kura, basi nafasi zao zitakuwa zimeweza kuzibwa na maafisa wa kijeshi kutoka katika Jamhuri ya Tanzania, na ndipo ambapo waweze kuwapa vijana Gen Z kipindi kigumu kwa maandamano wanayozidi kuyapanga kuyatekeleza dhidi ya viongozi wa serikali ya awamu 6 na viongozi kuu wa chama cha CCM. Je, mtazamaji wangu, wewe mtazamo wako ni upi? Ni vema kwa wewe kutoachia maoni yako katika uwanja wa comment section. Usisahau kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.